Popote unapokuwa ni vizuri kujua kwa nini umewekwa hapo. Kwa nini umewekwa mkoa huo? Kwa nini uko kwenye hiyo nchi? Kwa nini uko kwenye hiyo mazingira? Popote mtu anayemcha Mungu anapowekwa na Mungu, anawekwa kwa makusudi. Alijua Paulo yuko gerezani si kwa sababu ya amri ya mfalme au si kwa sababu ya Wayahudi waliomshtaki na amekata rufaa kwa Kaisari. Ni kwa sababu Mungu anakusudi na yeye kuwa hapo gerezani. Mungu hawezi kukuweka mahali bila kuwa na lengo. Jua umekaa hapo una lengo gani? Unasali hilo kanisa, kuna jukumu gani ambalo Mungu amekupa la kufanya? Unaishi huo mkoa, kuna kitu gani? Unafanya kazi kwenye hiyo ofisi, kwa nini Mungu ameruhusu ufanye ofisi hiyo mkoani na sio makao makuu ya nchi? Kwa nini Mungu ameruhusu uwe Marekani wakati huu na usiwe Tanzania? Kila mahali ambapo mtoto wa Mungu atawekwa, kuna kusudi. Kuna kusudi. Lazima uulize Mungu, kusudi langu la mimi kuwa hapa ni nini? Paulo alijua anajiita mfungwa wa Kristo kwa ajili ya mataifa. Mungu anapoamua kukutumia, una option mbili: kuchagua kutumiwa na Mungu kama ambavyo yeye Mungu anataka na njia atakazotumia, au kuchagua kumtumikia Mungu kwa njia zako na utaratibu wako. Hii ya pili sio nzuri sana, utaishia pabaya. Maana maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mbovu. Pamoja na Paulo kuwa shujaa wa Kristo, lakini alikuwa ni mnyenyekevu sana kiasi kwamba alikuwa tayari kutumiwa na Mungu popote kwa vyovyote Mungu atakavyoona. Angalia, anaingizwa kwenye meli kusafirishwa kama mfungwa kupelekwa kwa Kaisari alikokuwa amekata rufaa kuhusu kesi yake. Lakini kumbe lengo la Mungu ni amtumie Paulo kwa njia hii ya kupitia gereza, ili akafikishe ujumbe wa kimungu hadi kwa Kaisari ambaye alikuwa ni kama mfalme wa dunia kwa wakati huo.